Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametufanya tulione siku ya leo, siku ya Ijumaa tarehe 8 mwezi wa 5 2026. Mbele yenu naitwa Oswald Madandi almaarufu kama ADMC Oswald Events, ambaye anajihusisha na matukio mbalimbali ya kijamii, hususani kwenye kusherehesha matukio mbalimbali. Kama nilivyosema hapo awali, tuko hapa kwa ajili ya dhumuni na lengo moja kuhusiana na mchakato mzima wa Ngara Talent Search 2026. Hivyo basi tukasema ni jambo jema kukutana na wanahabari, kuwapa fursa na kujua, kwa maana ya kuelimisha jamii yetu na kujua kitu gani ambacho kinachoendelea juu ya mchakato mzima wa Ngara Talent Search 2026. Niko na watu mbalimbali ambao niko nao hapa, tumeambatana. Kaka hapa ni mwenyekiti wa michezo katika wilaya ya Ngara. Lakini pia mwishoni na mzee wangu Mzee Sudi Mkubila, katibu wa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ngara. Dr. Jason Bahemu yuko hapa kwa ajili ya uwakilishi. Lakini pembeni yangu nina katibu wa shirikisho la wanasanaa wilaya ya Ngara, Bwana Faraja Bagege. Mwishoni kabisa pale brother almaarufu anaitwa Baitu kutokea Radio Kwizera FM. Yeye baadaye atapata nafasi ya kuzungumza kwa maana mchakato mzima utakapokuwa unaanza, kwa maana ya chief judge. Ndugu wanahabari, kama nilivyosema hapo mwanzoni, tunawaita hapa kwa ajili ya kufahamisha umma kitu gani ambacho kinachoendelea na kitu gani ambacho kitakachoendelea kuanzia muda huu kuhusiana na mchakato mzima wa Ngara Talent Search 2026. Mchakato huu utaanza mwezi wa 6 tarehe 6 2026 katika ukumbi wa The Minutes Bar ambapo unapatikana hapa Ngara mjini. Tukaona tufanye huu mchakato wa Ngara Talent Search. Tunaamini jamii yetu tulionayo na vipaji vingi sana, hususan kwenye nyanja ya uimbaji na uchekeshaji. Kwa hiyo tukaona ni busara kwa namna moja ama nyingine tuandae mchakato huu wa kusaka vipaji kwa ajili ya jamii yetu na vijana ambao wenye uwezo wa kuimba na kuchekesha. Kwa hiyo sasa, kama kuna kijana anahisi ana kipaji cha kuimba ama cha kuchekesha, ni fursa, ni wakati wake sasa kujitokeza kwa ajili ya kuonesha talenti yake muda, wakati na muda utakapokuwa umefika. Hivyo basi nisiwe mzungumzaji sana kuhusiana na kile ambacho kilichotuleta. Nimkaribishe mwenyekiti wa michezo wilaya ya Ngara ambaye pia ni mheshimiwa diwani kutoka kata ya Kabanga, Mheshimiwa Hafizi, basi na yeye aweze kuzungumza machache juu ya mchakato huu mzima wa Ngara Talent Search 2026. Nashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari. Malengo yetu tumeyasikia, malengo ya mdhamini au muasisi wa mashindano. Lengo letu kubwa, tunahitaji vijana wajitokeze Ngara. Ngara ina vipaji vingi sana, sema watu wanashindwa kuvitumia na wanashindwa kuvitoa. Kwa hiyo mimi natamani wilaya ya Ngara tumewaita waandishi wa habari, lengo letu kwamba taarifa zifike mpaka vijijini, mpaka vitongojini, ili wale wenye vipaji wajitokeze. Na kujitokeza kwao, kwa sababu vipaji ni ajira, vipaji ni fursa. Wanaweza wakajikuta wametoka kimaisha kwa sababu ya vipaji vyao, lakini sasa hivi hawajui wanapeleka wapi, wamevificha. Kwa hiyo sisi tunaomba sana waandishi wa habari mwende mfikishe hizi taarifa zifike mbali, ili kiasi kwamba vijana wajitokeze wengi, tuone vipaji vyao. Unaweza ukakuta baadaye wamepata ajira, maanake sasa hivi katika ukiangalia kwenye Bongo Movie tunaona vifo vinatokea vya wasanii, kwa hiyo uhaba unazidi kuongezeka. Kwa hiyo tunaweza tukajikuta tumepata vipaji vipya vikaenda kukava katika mambo ya filamu, movie, muziki na vitu tofauti. Kwa hiyo cha msingi Ngara Talent Search, lengo tunahitaji vijana waje watuonyeshe vipaji vyao. Kwa hiyo vile ambavyo vinawezekana tunavilenga, lakini kuna vingine hatuvilengi pia, tutavichukua au tutawafanyia connection vijana waanze kupata maisha yao.
Kwa hiyo kikubwa, waandishi wa habari, lengo letu hizi taarifa zifike mbali, vijana wajitokeze kwa wingi. La kwangu mimi ni hilo tu. Asante, nikushukuru sana brother hapa, mwenyekiti wa michezo, Mheshimiwa Diwani kutoka kata ya Kabanga. Sasa nitumie fursa hii pia kumkaribisha mzee wangu Mheshimiwa Diwani mstaafu kutokea Murusagamba, lakini pia Mungu imempendeza zaidi alipata nafasi na bado anaendelea kuwa katibu wa Mheshimiwa mbunge wetu makini wa jimbo la Ngara, Dr. Jason Bahemu, kwa ajili ya uwakilishi. Karibu sana Mheshimiwa kwa ajili ya kumsemea Mheshimiwa mbunge. Nakushukuru sana waandishi wa habari. Mimi pia nipende kumshukuru Mungu kwamba japokuwa mimi nimekuwa mwanajamii kwa muda mrefu na haya mambo nimekuwa nikishughulika nayo hata kwenye kata yangu. Kumbuke tu kwamba Msagambo alishawahi kuitangaza Ngara kupitia mpira wa miguu kwenye Azam Federation mwaka ule, kama mnakumbuka. Kwa hiyo ndani ya damu yangu lipo, lakini kuwepo kwangu leo namwakilisha Mheshimiwa mbunge, kama mnavyojua ni mwakilishi wetu, na kubwa lilonalo ni kutuwakilisha kule mbali kwa bungeni, lakini yeye ni mwanajamii na kila mtu ana taaluma yake au ana kipaji chake. Yaani Mungu akumleta duniani kwamba hana kipaji chochote, lakini kwa leo, kwa hili linalozungumzwa, kutokana na waandaji walivyofika kwenye ofisi ya mbunge, lakini kwa kuwasiliana na mbunge, mimi kwa niaba yake nimekuja kuthibitisha tu kwamba mbunge yuko na nyinyi, na ni ule usemi unaposema kwamba chura ukimpiga teke unamwongezea nini? Mwendo. Kwa hiyo na mbunge wetu fani zake ndio kama hizi. Nafikiri mnamfahamu. Sasa amewiwa sana kunituma mimi kuja kuthibitisha tu kwamba kwa yale yote mliomshirikisha, na hasa upande wa zawadi, anaungana na nyinyi, na kipindi kikifika, kama Mungu atamweka hai, anatamani awepo siku hiyo. Namwambia tu kwamba atakuwepo na ameahidi hivyo, na zile zawadi za washindi ameahidi nije nithibitishe tu kwamba atasitoa, na yuko na nyinyi kwa 100%. Msione ndevu nyeupe, mimi mkinitaka na mimi na ujuzi wangu siku na mimi nitawaonyesha. Kila la heri na Mungu atubariki tu kwamba tufike salama ili tuweze kuionyesha Ngara. Ni anatamani Ngara endelee kuonekana katika fani tofauti tofauti, ili watu wajue Ngara iko Tanzania na Ngara inaweza. Tangu wakimbizi wametoka Ngara miaka mingapi, tulikuwa tunaonekana duniani kwa kipindi kile wakimbizi wanaingia Ngara. Sasa okay, nashukuru sana waandishi wa habari. Kwa jina naitwa Faraja Bagege Kizazi cha Mungu Mkunde Shetani, katibu mkuu wa shirikisho la wasanii wilaya ya Ngara. Kama nilivyotangulia kusema mwandaji wa tukio hili la Ngara Talent Search, MC Oswald, kwa niaba ya shirikisho la wasanii wilaya ya Ngara, nipende kuwatangazia wananchi wote ambao mnapatikana ndani ya wilaya ya Ngara kwamba kutakuwepo na tukio la kusaka vipaji la Ngara Talent Search msimu wa pili, ambalo hakikishaji yake ni kipaji chako ni ajira yako. Kama nilivyotangulia kusema mwanzo, mchakato utaanza tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026 katika ukumbi wa The Minute ambao unapatikana hapa wilaya ya Ngara. Fomu zitapatikana katika ukumbi wa Radio Kwizera, utapatikana kwa Kabanga, utapatikana kwa Fadhili Supermarket, Ulenge, utapatikana kwa Ndalijige, na Sumo utapatikana kwa Crispin. Nadhani sasa hivi kuna mabadiliko pale, lakini tutatoa na ile official zaidi kama ni sehemu gani. Kabanga tutapatikana kwa DJ-Fire, Omipro pamoja na Fadhili Supermarket. Hapa Ngara tutapatikana Radio Kwizera pamoja na ofisi za tamaduni na ukumbi pale The Main Church. Ile fomu zitapatikana kwa shilingi 2,000 tu. Na mwisho wa kuchukua fomu itakuwa ni tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026. Hivyo tutumie fursa hii kuwakaribisha wananchi wote wenye vipaji vya kuimba, kuchekesha, wasikae na vipaji vyao nyumbani, na wazazi pia waruhusu watoto kuja kushiriki, kwa sababu ni jambo la kijamii na lina impact kubwa na faida ambazo zinatokana na tamasha hili. Kwanza, faida ni kukuza vipaji, kujuana na kuongeza vipaji vyetu ndani ya wilaya.
kutengeneza connection kama alivyotangulia kusema mwenyekiti wa chama cha michezo wilaya Mheshimiwa Hafizi, na kushiriki katika matendo ya kijamii. Maana kuna tukio la kwenda kuwatembelea watoto yatima, kuna tukio kwa ajili ya washiriki wote kutoa damu na hamasa zao na pale ambao tutashiriki pia hizi damu kwa ajili ya mama ambao wanajifungua hospitalini. Wadhamini, kwa sababu hili tukio pale linahitaji nguvu ya wadhamini ili kuweza kufanikisha, kwa sababu tunaangalia proposal na budget kama milioni 6 takriban mwezi mzima kuendesha hii shughuli. Pia kwa taarifa tulizozipata, tunashukuru wadhamini waliojitokeza awali kwa ajili ya kusupport kwa hatua hizi za awali, na tuendelee kualika wadhamini wengine kuweza kusupport jambo hili. Faida za wadhamini wenyewe, kwanza tunapata baraka kwa Mwenyezi Mungu kuweza kushiriki mambo ya kijamii, na faida za pili ni kutangaza bidhaa zao. Wangara tutatumia fursa hii kutangaza biashara ambazo zinapatikana wilayani Ngara, hasa zao la parachichi na zao la kahawa na vivutio vyote ambavyo vinapatikana ndani ya wilaya. Kwa ni tamasha ambalo litakuwa na impact kubwa katika jamii. Kwa hiyo tuombe watu wajitokeze kwa wingi, washiriki kwa wingi na waliombee baraka kwa Mwenyezi Mungu ili iweze kufanikiwa. Kama awali niliendelea kusema Mheshimiwa Katibu wa Mbunge, wilaya yetu tunatakiwa tuitangaze. Wilaya yetu inatakiwa ijulikane. Isijulikane tu kwa swala kama alivyosema kwamba wakimbizi, ijulikane katika vitu kama hivi. Na tukoishia hapa, tutakuja na mambo mengine. Kwa upande wa sanaa tunashukuru tulifanya project kutengeneza filamu ambayo tulifikia pakubwa na tunaendelea na hizi. Na nimshukuru sana MC Oswald Events pamoja na kamati ya maandalizi yote kwa kufikiria kuandaa hiki kitu ambacho kina impact katika jamii yetu. Ofisi ya Tamaduni taarifa wanazo, ofisi ya mkoa wa wilaya Ngara kwa Mheshimiwa Karen Mathias Kahabi taarifa ipo, ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ndio Solomon Kimilike taarifa ipo, na wamesema watatoa ushirikiano mkubwa kuhakikisha jambo linafanyika kwa ukubwa. Hivyo tunashukuru sana waandishi wa habari na tuombe sana hizo habari ziende kufika na watu wajitokeze. Nashukuru sana. Asante, nikushukuru sana katibu wa shirikisho wilaya Ngara. Kama aliweza kusema, fomu sasa hivi zinapatikana kwenye vituo tofauti kwa mazingira yetu ya wilaya Ngara. Kazi yetu kidogo hapo kwa wakazi wa Ngara ambao wanatamani kujitokeza siku ya kuchukua fomu, kama alivyosema mwenzangu, zinapatikana kwenye Kwizera, lakini pia kwenye baadhi ya minutes na ofisi za utamaduni kwa tarafa Rulenge na kata ya Rulenge kiujumla zinapatikana kwa Tumpende Farmers pamoja na The Bliss Lounge. Benako fomu za ushiriki zinapatikana kwa Niko duka la vinywaji na duka la vyakula kwa Benako na Evelyn Pub. Lusumo kwa wakazi wa Lusumo na wale ambao wanatamani kushiriki mchakato huu, nenda kwa Master Kucha ama ofisi ya mtendaji kutoka ofisi za Lusumo. Abanga ni kwa Fadhili Mini Supermarket. Kwa hiyo sasa moja kwa moja nisiwe mzungumzaji sana, maana mimi kama mwandaji na kamati tunaweka kitu mezani kuhusiana na mchakato mzima, lakini kuna watu ambao waliojaliwa na Mwenyezi Mungu kuhakikisha basi kumtafuta yule aliye bora kupata mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu. Nimpe fursa sasa kipekee ili aweze kuelezea mchakato mzima walau kwa ufahamu wake. Si mwingine ni Chief Judge wanamuita Tembo Felix Baitu kutokea hapa Radio Kwizera, ambapo sasa yeye ndiye atakayekuwa kiongozi mkuu wa wasimamizi kwa maana majaji, ili aweze basi kueleza machache. Nikukaribishe sana brother, karibu sana. Habari pia za wakati huo kwa mara nyingine tena. Mimi naitwa Tembo Felix Baitu, ni mtangazaji lakini pia kwa heshima ambayo nimepewa nimeteuliwa kwa chief judge wa kutafuta hivi vipaji katika wilaya yetu hii ambayo tunasema imeconnect maeneo mbalimbali. Ukiangalia Ngara tuna Rwanda hapa, tuna Burundi, kuna Kongo, unaweza kufika Uganda, lakini ni moja kati ya eneo fulani la mkakati ambao ni kama limesahaulika nyuma. Tunaamini na vipaji vingi sana ambavyo tunaweza kuvishika mkono, tunaweza kuvifikisha katika sehemu ambayo inahusika kwenye platforms huko duniani. Mimi nimekuwa kwenye radio kwa muda kidogo, sasa nafikiri kama zaidi ya miaka 5. Nimefanya vipindi vya vijana Connector hapa Radio Kwizera FM, na tumekutana na hizo talent nyingi sana ambazo zinakuja zinaleta kazi zao
wachekeshaji kwa maana ya comedian, tuna artist hao, wapo waigizaji ambao wapo huko maeneo tofauti hapa mjini, lakini pia nje ya hapa mjini, kwa sababu tunajua namna ambavyo Ngara imekuwa scattered sana. Lakini wakati linakuja wazo la kukuza vipaji, wakati nateuliwa, mimi nikasema sio mbaya, kwa sababu sisi pia tumekuwa tukipambana ili tuione hii Ngara ikipata mtu ambaye anaweza akaiwakilisha huko duniani ama taifa. Na hivi vipaji tunavipata vipi? Tutavichimbuaje hivi vipaji? Tunavitengenezaje? Sasa mimi nikaja na wazo, wakati wenzangu wanipa wazo, mimi nikasema sio mbaya tukairaise kwa watu, lakini pia kwa sababu sisi sio wajuzi sana, tunaamini watu ndio wanajua zaidi vipaji viko wapi, na sisi kazi yetu ni kuvipa hiyo platform kwenda ili viweze kusikika. Na kwa maana pia mimi nitakuwa chief judge, lakini itakuwa ni sehemu pekee ya kuweza hao vijana kuonyesha talenti zao kupitia kwenye program ambayo mimi mwenyewe naifanya ya Connector hapa redioni. Kwa hiyo pale ambapo una ndugu yako ukamwambia ajitokeze, kwa sababu tumesikia hapa fomu ni shilingi 2,000 ambayo itakwenda kukupa zawadi ya zaidi mara 10 na huko, si kwa hapa kuhitaji, lakini zawadi ni kubwa kidogo. Tunaamini vipaji ni vingi sana Ngara. Kuna watu wengi sana wanaimba, kuna watu wengi sana wanaigiza, kuna watu wengi sana wanachekesha, lakini platform ndio imekosekana. Tunafanyaje kuipata hiyo platform? Tunafanyaje ili kuvipa nafasi ni vipaji ambavyo tuko navyo kwenye hii wilaya yetu ya Ngara, ama tuko navyo kwenye mkoa wetu wa Kagera, tuko navyo kwenye kanda yetu ya Ziwa, tuko navyo hapa Tanzania. Kuna watu wamebahatika huko, lakini kuna vipaji ambavyo viko huko havijabahatika kupata hiyo platform. Sasa hii Ngara Talent inakuja kwa ajili ya kuonyesha njia ya sehemu gani tunapita, sio kitu cha kihuni. Ndio maana kuna viongozi mbalimbali ambao wamehusishwa kuweza kupush hiki kitu ili vipaji vya hawa vijana viweze kwenda kwenye mainstream. Na kama mna talent yoyote, usiogope kuonyesha kipaji chako, kwa sababu tunasema cha kwanza ni kuonyesha, cha pili uonekane, cha tatu jenga jina lako, cha nne pesa inakufuata. Ukishapiga hatua, ukishathubutu kufanya, maana yake kila mtu ataona kile alichobarikiwa. Kwa cha kwanza ni kwenda kuchukua fomu shilingi 2,000. Naamini kama una ndugu yako na kaka yako na mzazi wako, una rafiki yako, shilingi 2,000 sio kiasi kikubwa sana cha pesa, ili uende ukaitimize ndoto zako. Upo Kabango, upo Rulenge, upo Rusumo, upo wapi, una uwezo wa kutimiza hizi ndoto. Na hii tuifanye kuwa ni jiwe ya sehemu moja. Tumesema uzinduzi itakuwa ni hapa Ngara mjini pale The Minute Lounge, lakini itakuwa inasambaa, kwa maana kuvifuata pia vipaji kwenye hayo maeneo tofauti. Kama mtu yuko Kabanga, atafuatwa kule kule Kabanga, kwa maana tunaamini Kabanga kuna watu, kuna hivyo vipaji, tutavifuata pia kwa Kabanga. Rusumo tutavipata vipaji hivyo Rusumo. Then wale ambao tulikuwa tumewapata kwenye hayo maeneo yote kwenye hii wilaya yetu ya Ngara, itakuja kwenye final, tutavileta hapa mjini. Na kwa bahati nzuri ni kwamba uzinduzi utafanyika, lakini baada ya uzinduzi baada ya kuwapata hivyo vipaji kutoka maeneo yote haya, vitapata nafasi ya kukaa kambi, kwa maana ya kuelekezwa. Watakutana na watu ambao wanajua muziki, kumwelekeza namna gani ya kuweza kufanya performance, kutengeneza sauti yake na nini. Lakini kwenye mchakato wa kwanza wote tunajaribu kuweza kuona watu waonyeshe kile hicho nacho, then tuwapate hao kutoka kwenye hayo maeneo yao, alafu baada ya hapo ndio tuwalete kwenye file. Sasa tunavifanyaje hivi vipaji kuvipata? Tunavipataje? Watu wanasema, unaweza ukasema Kabanga, lakini Kabanga ni kubwa. Utaweza kweli ndani ya hiyo kwamba tumekwenda siku moja tumepata hiyo yote? Tunawapa time hao watu wa Kabanga wajiandikisha, tunawapa time ya kuweza kujisajili, tunawapa time ya kuweza kuwasikiliza. Itakuwa ni tukio la hiyo siku nzima. Tunafanya hicho kitu ili mwisho wa siku asionekane kama kuna mtu kabebwa, kuna mtu labda kapendelewa, kuna mtu alikuwa na nafasi ya kwenda kutafuta tumbo lake, hiyo siku hajaonekana, lakini kuna chance ya kuweza kuonyesha kitu chake. Kwa hiyo tutazunguka ama tutazurura katika maeneo yote ya wilaya hii hapa ya Ngara kwenda kutafuta hivyo vipaji, ili mwisho wa siku furaha yetu ni kuona vipaji havifi. Furaha yetu ni kuona vipaji vinakuwa ni sehemu ya ajira.
Furaha ni kuona tunatengeneza pesa kupitia watu tulionao, lakini nani anakwenda kuanzisha? Nani ambaye anatakiwa kupush? Tunasema serikali wafanye kazi kwa upande wao, lakini na sisi pia kama watu ambao tuko kwenye nafasi hizi ambao tumejaliwa kidogo na Mwenyezi Mungu, tuna uwezo kutumia kile ambacho tuko nacho na tukapushi vipaji tukatengeneza hizo pesa. Tunawakosa watu wa kuweza kutuwakilisha kwa sababu hatuna nani ambaye anatakiwa kuja kuwa mwanzilishi. Sasa tunamshukuru Abdul Oswald na sisi kwa bahati nzuri wakati anakuja pale Radio Kwizera FM akasema ni kwa vitu ambavyo tunafanya, tumekuwa na hizo sisi na zetu za kuweza kutafuta vipaji na hizo event ambazo zinatengeneza vipaji, tunatafuta lakini tunatengeneza pia. Na hapa moyo, kwa sababu mtu anaweza kuwa na kipaji chake alafu mwisho siku anakupa tu mfano. Yaani wewe kuimba, fulani alikuwa anaimba amefikia wapi? Sasa tunataka tuondoe hizo notion. Wewe kuimba au umefikia wapi? Tunataka tutengeneze mazingira. Tunao wachekeshaji jamaa kutoka Lenge na Janani. Mwamba sasa anafanya vizuri sana yuko kwenye mesi mchekeshaji. Anafanya poa sana. Sasa tunafanyaje kupata watu kama hao? Tunawezaje kuwa connect hao walio na hawa watu ambao tayari wameshatoboa? Lazima tuwe na kitu cha kwanza, na nimesema hapa kwamba ili uweze kufikia kokote lazima kwanza uanze wewe mwenyewe, ibadilishe mindset yako, lakini pia jitokeze, usijifishe. Na hii haijalishi kwa sababu watu mtu mwenye ulemavu, watu wenye ulemavu wana vipaji vingi vikubwa sana, mwambie aje akaonyeshe kipaji chake. Ili zoezi itaendeshwa kwa misingi, ili zoezi itafuata taratibu, ili zoezi itakuwa haina jaji mmoja. Mimi ni chief jaji, lakini wapo majaji wengine ambao tutawatangaza ambao watasaidia kuweza kutafutia hiyo vipaji na tuone Ngara jinsi ambavyo imebarikiwa na hiyo vipaji. Kwa mimi rai yangu kwa vijana, tunapambanaje na tatizo la changamoto ya ajira? Tunapambana pia kwa kuonyesha hizo talent zetu. Kuna hizo pesa ambazo tumeona wizara wasema wanaweka hizo bilioni 20 kwa ajili ya content creator. Unakuwaje content creator? Onyesha kipaji chako. Huko ambapo unafika pia kuna comment utapata. Kuna watu utakutana nao. Unatengeneza hizo connections. Je, kukutana na viongozi mbalimbali. Kumekuwa na fursa nyingi ambazo zinatokea, lakini ni kwa sababu watu hawajitokezi na maana hawapati hizo fursa. Huyu ni katibu wa shirikisho la wasanii hapa Ngara. Lakini watu wanataka mbona sisi hatupataje hizo nafasi? Sasa hii ni platform nyingine ambayo imekuja kufanya pia uweze kutambulika cha kwanza. Inawezekana usishinde, lakini ukatambulika. Kuna chance nyingi sana. Huyu ni kiongozi wa NFA hapa Ngara. Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na hiki ni kikao cha Ngara Talent Search ambapo wamezungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na vipaji mbalimbali kuhakikisha kuwa Ngara wanaitangaza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ambapo wametaarifu umma kwamba vijana wote wenye vipaji mbalimbali wajitokeze kuchukua fomu, ambapo uzinduzi rasmi itakuwa tarehe 6 mwezi wa 6 2026. Wameahidi kutoa zawadi mbalimbali kwa wale ambao watashiriki na kushinda. Nikiripoti kutoka ukumbi wa Radio Kwizera FM wilayani Ngara mkoani Kagera, mimi ni Ayubu Amosi na hii ni Dar es Salaam Tanzania TV, na nyuma ya kamera upo na Ganji Mashaka. Asante.